Karibuni sana, karibuni sana. Bila kupoteza wakati, naomba twende kuanza moja kwa moja shughuli yetu ambayo imetukutanisha sehemu hii siku ya leo. Naomba tuanze na utambulisho, alafu baada ya utambulisho tutaenda na ratiba kama jinsi ilivyo. Mheshimiwa Kuyeye Singu, tafadhali karibu, njoo tupe utambulisho. DJ. Gegawe. Kwa majina naitwa Kuyeye Singu, ni mratibu wa taasisi ya vijana ya Inuka. Nimesimama mbele yenu kufanya utambulisho tu kwa ufupi, lakini kunena machache. Inuka ni taasisi ya vijana iliyoanza tangu 2015 na rasmi kabisa tumekuja kuitambulisha mbele ya umma mwaka jana 2018, ambapo pia tulikuwa na tukio la kumwenzi baba wa taifa. Kwa hiyo tunashukuru, tulianza kwa njia nzuri. Kwanza ilikuwa siku ya kumwenzi baba wa taifa, lakini pia ilikuwa ndio siku ya utambulisho wa taasisi yetu ya vijana. Kwa hiyo tunakumbuka mwaka jana tulikutana tukazungumza, lakini kati ya yale tuliyozungumza kuna mada moja ambayo pia tulibakisha kuizungumza. Kuna mada ya misingi mikuu ya demokrasia. Wahusika waliokuwa wanawasilisha walikuwa na dharura, ambapo pia tukawa tumeishia kuwasilisha mada 3 kati ya hizo 4. Viongozi wa Inuka baadhi yao wako kwenye vikao, walimu wako pale halmashauri, na wengine ni wasanii ambao pia wako Shinyanga, wako na kazi ya kushuti, na mimi kama mmoja wapo tulikuwa na kazi hiyo. Nimekuja hapa ili kushiriki hili zoezi kwa sababu naamini ni zoezi muhimu. Nikawa nimewaaga wenzangu, nikasema basi kwa hii siku moja ya pili nitarudi, tutaendelea na kazi yetu ya sanaa. Tunaye mtaalamu ambaye pia ni kiongozi wa Inuka, yeye yuko kwenye idara ya wataalamu wa miradi, ni afisa miradi, anaitwa Filipo Tizeba. Nafikiri ni miongoni mwa wawasilisha mada, atakuja jitambulishe kwa mapana zaidi. Bali na hao tuna wanachama ambao pia nafikiri kwa namna moja au nyingine fursa ikipatikana watanyanyuka na watazungumza machache. Kwa ufupi kabisa, nipende tu kuwakaribisha wajumbe wote ambao mmeweza kufika, wanaendelea kufika. Lakini niwashukuru pia watu wa mada, wawasilisha mada kwa namna moja au nyingine, naamini wamefika. 3 wako njiani wanakuja. Mmoja alikuwa anatoka Shinyanga na mwingine anatokea Tabora. Lakini yule wa 3 ambaye bado yuko kwenye kikao na ndio kiongozi wetu mkuu, yuko kwenye vikao vya halmashauri pale. Kama atapata muda wa kuwahi basi atazungumza machache, na ndiye atakayetufungia zoezi zima tulilonalo hapa la kumwenzi baba wa taifa. Mwanaharakati mpambanaji ndani na nje ya sanaa, umetoa utambulisho mzuri, utambulisho ambao unajitosheleza. Umekaa kwa mapana yake. Asante sana. Okay, baada ya utambulisho kifuatacho sasa, baada ya utambulisho kifuatacho ni uwasilishaji wa mada kutoka meza kuu. Uwasilishaji wa mada utaenda kama ifuatavyo. Tutaanza na Mheshimiwa Haji Mnondwa. Karibu Mheshimiwa Haji Mnondwa. Kuwa na utambuzi juu ya haki na wajibu mazingira kuna umuhimu. Naomba nitaje kwa ufupi sana.
Umuhimu wa kwanza wa msingi kabisa ni katika kutafasiri uwepo wetu, presence. Mazingira ambayo sisi tupo, umuhimu wake wa msingi wa kwanza ni kwamba sisi kuwepo ni umuhimu wa kwanza. Kwa sababu gani? Kama tusingekuwa na utambuzi juu ya haki na wajibu wetu katika mazingira haya, sisi leo tungekuwa tumekwisha. Tumefanya nini? Tumekwisha. Umuhimu wa pili, mazingira yanatengenezea utambuzi. Kama wale ambao wanaamini katika Mungu, kuna nyakati ukikaa ukajaribu kuwaza, samahani, kwa mfano ukaangalia Ziwa Victoria, ukaangalia mlima Kilimanjaro, ukaiangalia ardhi, ukaangalia wadudu waliopo. Kama una power of reason, nguvu ya kuhoji, unaanza kuhoji ni nani alitengeneza, ni nani aliumba, ni nani aliumba. Utajihoji maswali mengi sana, hata 150. Siku mwisho utapata nguvu ya kuweza kutambua the power of recognition, kwamba kuna extraordinary power ambayo imeumba hivi vitu. Kwa hiyo umuhimu mwingine wa hii haki na wajibu mazingira inatufanya sisi kuweza kutambua uwepo wa Mungu. Kwa dunia iko hai, kwa maana watu wana afya katika dunia, ikiashiria kwamba watu wanaoishi katika dunia hiyo wanayatunza, kuheshimu na kuyathamini mazingira, lakini wanaishi kwa maadili na tahadhari mtu anaweza akawa ana bilharzia kwa maana ya kichocho, alafu akaona choo akaenda kukojoa kwenye dimbwi. Anapoenda kukojoa kwenye dimbwi pale, kuna watoto watakwenda kuoga moja, lakini inawezekana kuna mtu anakwenda kuchota yale maji. Magonjwa alionayo mtu fulani yatahamia kwa jamii au aina fulani ya watu, lakini huyu mtu ni sehemu ya dunia. Ni sehemu ya dunia. Kwa hiyo unaweza ukaona namna gani katika dunia. Sisi wote sehemu ya dunia, sisi sote hapa. Kuna magonjwa yanaweza kalipuka ukashangaa ni ajenda ya kidunia. Ni ajenda ya leo tuna Ebola, si ndio? Tuna Ebola leo. Kipindupindu pia imeshakuwa ajenda ya dunia, magonjwa ya kuhara, typhoid. Lakini ukiangalia sababu zake za msingi ni nini? Tuna UTI, si ndio? Magonjwa tu yanayotesa dunia. Lakini ukiangalia sababu zake ni binadamu kukosa nidhamu katika kuishi. Binadamu kukosa nidhamu na uadilifu katika kuendea mazingira. Baada ya kusema haya, naomba niseme katika eneo hilo la viashiria ni lazima tuangalie hasa katika utambuzi wa watu, uwajibikaji na muonekano. Hapa nifanue katika eneo moja dogo sana. Sawa. Mimi hapa leo, mimi binafsi, kama ninatambua mazingira ninayoishi na namna gani mazingira ninayoishi pindi nisipoyatunza na kuwajibika kwayo yataniathiri, basi ninawiwa kuwajibika kuyatunza, lakini kuyadhibiti, ili yote yale ambayo yanaweza kaathiri afya yangu na wanaonizunguka yaweze kutokomezwa. Na tunapofanikiwa kuyadhibiti, mazingira yale yatakuwa na muonekano tofauti na alivyokuwa. Kwa mfano, unafika eneo lina vichaka, lina vidimbwi, mnafyeka vichaka, mnafukia madimbwi, mnapiga dawa. Pale sisi tumeonyesha kwamba tunatambua haya ni mazingira, lakini ni hatari. Tukaamua kuwajibika, kuondoa hatari ambayo inaweza kutokea, na mwisho tutaona muonekano. Aliyepita juzi akipita leo atasema mazingira haya ya leo hapa ni masafi, tofauti na ilivyokuwa jana. Umeelewa jamani? Lakini mazingira tunapoyatunza vyema na kuyatambua yanatupatia afya sisi kama viumbe. Lakini mazingira haya ndimo ambapo tunafanya shughuli zetu za kila siku. Kuna mtu mmoja hapa nimwambia ni mchimbaji. Huyu bana hachimbi mbinguni. Anachimba kwenye mazingira. Ndio hivyo. Ambayo kuna watu waliyatunza na wakahifadhi, leo wakaona panafaa kuchimbwa, anachimba, si ndio? Anayelima analima kwenye ardhi. Kwa shughuli zetu nyingi za kiuchumi, za kijamii, zote za kiutamaduni, ni za kisiasa, tunazifanya katika mazingira. Leo hii mtu akisimama jukwaani akanadi sera zake na ilani yake, akaomba kura, si ndio? Anafanya kwenye mazingira, anavuta hewa safi. Si ndio maana yake jamani? Mimi leo nilikuwa kwa shule kwangu, nilikuwa nafundisha huku, kwa upepo kanapiga dirishani kwa sababu kuna miti. Nafundisha nikiwa comfortable.
wale wafugaji wenzangu Wasukuma, wa Masai wanafuga katika mazingira. Ngaje wanatuambia mazingira bado. Lakini ndio wanafuga kwenye mazingira huko, wanalisha mifugo yao, ng'ombe, mbuzi na vingine. Lakini changamoto nyingine katika malezi yetu, namna gani tunapokuwa tunabeba majukumu ya kutunza na kuhifadhi mazingira. Pale nyumbani. Nakumbuka pia tunakuwa shati la kwanza ukishaamka. Yaani kama hujaamkia, taandika kitanda, fagia, ndio utoke unaanza kusema mama shikamoo, baba shikamoo, baba shikamoo. Hii ilikuwa ndio sehemu ya maisha ambayo tuliweza kuishi kwa data. Lakini leo hivi vijana wetu namna gani wanajibika? Ukienda kwenye mashule, wanafunzi ukimkabidhi kama ni bustani, ukamkabidhi ni mti, kuutunza na kumwangalia, mtasumbuana sana. Lakini hii shida ipo kwenye malezi, kwenye malezi kule nyumbani. Lakini malezi hapo sehemu nyingi, nyumba za ibada na hata shule. Namna gani tunawalea kwa kufanya vijana waweze kuwajibika katika eneo hili. Lakini eneo la mwisho ni uzalendo. Kuna shida moja naomba niseme kidogo. Wazalendo wamekuwa labda wakionekana sana kwenye siasa. Kuna shida moja ipo. Jamani, nasema hivi, mtu ambaye anaweza akajitolea. Kwa mfano hapa Tabora hapa tuna mtu anaitwa Agre Mwanza. Niseme yule ni mzalendo katika eneo la mazingira. Katika eneo la mazingira. Ukipita Tabora ukitembea njiani utaona miti imejipanga. Imejipanga. Lakini inawezekana asionekane ni mzalendo katika eneo la mazingira kwa sababu tunaamini kwamba uzalendo unahusiana moja kwa moja na siasa za kusimama jukwani, kusema, kutukana, kutetea. Kwa tuna shida ya uzalendo. Kuipenda nchi hii ni pamoja na kutunza mazingira ya nchi ya nchi. Ndio maana yake. Unaweza ukasema ukajisifu mimi ni mzalendo, au siku ya mwisho unakwenda kufyeka heka 200 za misitu. Unaenda kuuza magogo na upande hata mti mmoja. Sababu uzalendo wako unatoka. Mtu anaibia nchi, si ndio? Uzalendo ni kujenga, sio kugawana. Na wala sio kuharibu. Kwa kuna watu aina mbili, kuna wajenzi na washenzi. Ushenzi sio tu ni sifa ya mtu fulani ambaye yuko shagala baga. Kwa unaweza kupata picha kwenye jamii kwamba kuna watu ambao. Lakini eneo jingine ni eneo la taasisi, tuna mashule, tuna hospitali na ofisi za umma. Tunaweza tukaenda tukaangalia namna gani zile ofisi zinavyotunzwa, zinavyohifadhiwa, zinavyoenziwa na kuheshimiwa. Unaweza kupata picha kwamba hii jamii hii taasisi hii inaheshimu haki na inatambua wajibu wao katika utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Lakini naweza kumpongeza mkuu wa wilaya ya Nzega na mkuu wa wilaya wengine, wakurugenzi wa halmashauri, watumishi, mashirika mbalimbali ya raia ambao kwa namna moja ama nyingine wameweza kutumia muda na nguvu zao kuweza kuyatunza na kuweza kuhifadhi mazingira. Naomba nihitimishe kusema mazingira ni sisi. Mazingira ni sisi. Unapojitunza, kujiheshimu, kujijali na kujiheshimu, kwa lugha fupi, hayo unayoyafanya kwako ndio unapaswa kuyafanya kwa nini? Kwa mazingira. Asante. Alikuwa ni Mheshimiwa Haji Mnondwa. Katika kumbukumbu za maneno ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa letu, alikuwa akisema, kijana, usiulize Tanzania itakufanyia nini, bali wewe mwenyewe jiulize utaifanyia nini Tanzania. Maneno aliyotoa Mheshimiwa Haji Mnondwa ni jibu tosha kwa kila mwenye fikra. Tupambanue. Bila kupoteza muda, baada ya Haji Mnondwa naomba nikaribishe mzee wetu Mheshimiwa Abdallah. Mheshimiwa Abdallah, tuko karibu. Rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mzee Julius Kambarage Burito Nyerere. Basi nataka niwakumbusheni kitu kimoja. Huyu mzee ni binadamu kama sisi, lakini alikuwa na uono wa aina ya ajabu sana. Bahati nzuri mimi nimesoma katika utawala wake na nikaanza kazi akiwa rais wangu. Upande wenu vijana, rais aliwazingatieni sana. Ndio maana hata sentensi ya mshereheshaji iliyosema kwamba alisema, nyinyi vijana msiseme Tanzania iwafanyie nini, ila nyinyi mtaifanyia nini Tanzania. Alituambia tukiwa jeshi la kujenga taifa. Kwa sababu ulikuwa ukimaliza elimu lazima uende jeshini, lazima. Tulikuwa tunafuliwa kweli kweli.
Ndio maana mimi mnavyoniona miaka 120 nalingana tu na nyinyi. Niko imara, sina matatizo. Na ukienda hospitali ya wilaya ulizeni Mwalimu Vituko alikuja lini hospitali ya wilaya. Hakuna nesi au daktari atakayekuambia alikuja lini. Tumefuliwa. Na kwa nini Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwaandaa vijana? Alikataza uchimbaji wa madini holela, akasema hapana, mpaka vijana wangu wapate elimu ili wachimbe hii mali kwa faida yao. Aliruhusu madini ya aina moja tu, almasi ya pale Mwadui. Na kwa nini aliruhusu mwekezaji? Aliruhusu mwekezaji kwa sababu almasi ilikuwa nje. Wasukuma walikuwa wanachukua ile wanachezea bao, walifikiri jamii ya ushanga fulani. Sasa kwa sababu sisi tulikuwa hatuna viwanda, ndio akatoa ruhusa, maana watu walikuwa wanachezea. Tukifika mahali tunang'ang'aa, wanachimba bao, wanacheza, akaona hii mali itapotea. Baadaye akawa na urafiki sana na nchi za Wachina. Wachina ni wajamaa. Akasema nchi ili ijengeke lazima tuwe wajamaa, wote tufanye kazi moja. Na Mwalimu Nyerere nchi yetu ilipopata uhuru, aliweka mawaziri 11 tu. Mawaziri 11. Na ndani ya mawaziri 11 alichanganya vijana na wazee. Oscar Kambona alikuwa mtoto kabisa. Akampa waziri wa mambo ya ndani. Ni mtoto kabisa Oscar Kambona. Akaweka na wazee wake na Abdalla Fundikira. Ili baraza la wazee likikaa mbele yake wawe wanamwambia nchi nzima inafanya nini. Tofauti na sasa hivi. Sasa hivi unaweza kukuta vijana watupu. Mwalimu Nyerere aliunganisha Watanzania. Ndio maana alikuwa akienda mahala anataka kuona ngoma za asili zinapigwa mbele yake. Wanyamwezi, Waha, Wagogo alikuwa anataka wacheze, waimbe ili Watanzania wajue kwamba hao wote ni aina moja. Hakubagua. Sasa hivi mikutano yetu inachezwa na Wakongomani. Mkutano wa hadhara anakuja rais wa jamhuri, mziki unaopigwa pale ni kutoka Kongo. Lucky Dube kutoka Afrika Kusini. Sisi wenyewe tumekucha sambaa. Rais wa jamhuri wa kwanza Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hakuwa na waziri wa maliasili. Kwa sababu wakati wote tulikuwa tunakaa kila mtu anapotaka. Kuna wengine walikuwa wanakaa kwenye mbuga za wanyama. Wamasai walikuwa wanapenda sana kuchunga ng'ombe kwenye mbuga za wanyama wakiwemo simba, chui, ili atakapopambana na simba ndio kibali chake cha kwenda kuoa. Ameipeleka nchi katika sura nzuri. Vijana walisoma ili wajitegemee. Sisi tumesoma elimu ya kujitegemea. Shuleni kwetu tulikuwa na mashamba, tulikuwa na bustani, na elimu tuliyopewa sisi ilikuwa ya kujitegemea. Ndio maana tulipomaliza shule mtu anakuuliza unataka kazi gani, wala huna haja ya kutembea kutafuta kazi. Watu walirudi mashambani wakalima. Nchi hii ilikuwa haina njaa, ilikaa vizuri sana. Sasa hivi elimu tunayopata ya sasa hivi maana yake watu waajiriwa. Ndio maana ukiamka asubuhi ukienda mjini pale, kila kijana ana bahasha yake. Ukifungua mle ndani kuna degree 1, 2, 3 masters. Haingii shambani, anatafuta kazi. Elimu ya kujitegemea imekwisha. Ndio maana mwalimu aliyotoka hapa anasema hali ya mazingira, mtu anaweza kujisaidia kwenye bustani ya maua. Hakuandaliwa kujitegemea. Tumepanda miti mjini hapa, sasa hivi ukipita sehemu nyingine imekauka. Hakuandaliwa yule kijana. Tunakatazwa kukata miti. Nishati ya gesi Nzega haijafika. Hatujaambiwa ukiacha kutumia mkaa utapikia kitu gani. Unakamatwa gunia lako la mkaa na basikeli yako vinaenda kupigwa bei. Lakini huyu anayepiga bei mkaa wako anatumia nini nyumbani kwake? Ukienda utakuta na jiko la mkaa. Hatukutengenezwa kwa ajili ya kujitegemea. Vijana wangu, mimi nafundisha vile. Nilikuwa karibu juzi, nilikuwa safari nenda kufundisha stadi za maisha kwenye chuo fulani cha ualimu. Wanakaribia kumaliza stadi za maisha. Vijana hawajui kwa nini yuko duniani. Hawajui, wanajua baba amenizaa,
na anamwambia baba, wewe ungechelewa ningekuzaa mimi. Ukimshauri kijana wako asema baba, maneno unaniambia amepitwa na wakati. Sasa sijui nani alipitwa na wakati. Mimi niliyemwona Mwalimu Nyerere nikafanya naye kazi kwa mshahara wa shilingi 120 kwa mwezi, au wewe unayetaka mshahara wa milioni 10 lakini huna, nani ambaye amepitwa na wakati? Baba yangu mimi alinunua gari Peugeot shilingi 300 na alitutesa sana kwa njaa. Alikuwa anatunza fedha, akapata 300 akanunua gari. Aliponunua gari aliletewa fomu ajieleze, mshahara wako shilingi 15, inakuwaje mnunue gari? Mwalimu Julius Kambarage alikuwa hataki kufuja fedha. Ndio maana uhujumu enzi za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere umetokea mwisho hapa baada ya vijana kushika madaraka wengi. Hivi sasa wavutaji wa bangi wameongezeka. Si mnasikia kwamba kuna vita dhidi ya bangi, madawa kulevya, cocaine, bangi. Kijana hajui cocaine ukibugia inakufanyia nini, anafikiri ni fashion. Mimi nilianzisha baada ya kumaliza mafunzo ya sanaa na utamaduni, nikawa afisa utamaduni wilaya Nzega. Hawa Marastafari nilianzisha chama chao na wapenda sana. Rastafari zanavuta bangi, lakini ni marufuku kwenye katiba yao kumtukana mtu, kumpiga mtu. Sasa inawezekana wimbi la vijana wakaamua kufanya kazi hiyo. Sasa hivi ni wewe, yaani ni wewe kabisa. Ukienda polisi wamejaa, ukienda magereza weko wenyewe ni vijana watupu. Nguvu kazi ya taifa sasa hivi iko magereza, iko polisi. Mpaka rais wetu John Pombe ameamua kuonea huruma, anasema vijana waliokaa muda mrefu bila kesi yao ficho mahakamani watolewe. Wanateseka vijana wetu kwa sababu hawajitambui kwa nini wapo. Mwalimu kazungumzia mazingira, lakini na maisha yao pia. Mfumo wa sasa hivi vijana wangu sio wa elimu ya kujitegemea. Darasa lina wanafunzi 120, mtihani wa darasa 7 wote wanafaulu. Kwa nini wanafaulu? Kwa sababu majibu wametengenezewa na wizara yenyewe. 4 ongeza 4 anawekewa A 8 B 5 C 2. Na kwa sababu dunia ni ya kubeti, watoto wetu wanabeti na anafaulu. Hebu hicho kizazi kilichofaulu kwa kubeti, unafikiri baadaye kitakuwa kizazi gani? Rais John Pombe Magufuli ameamua nchi hiyo ya viwanda. Hebu huyu kijana aliyefaulu kwa kubeti, unampa kiwanda cha kutengeneza sabuni. Hapo tunapata sabuni au mbao za kuogea. Nchi hii baadaye itakuja wawekezaji. Si mnaona sasa hivi wanaotengeneza bomba za maji kutoka Ziwa Victoria? Ni taifa gani linalofanya hiyo kazi? Wahindi. Wahindi. Barabara kutoka Nzega kwenda Tabora wametengeneza watu gani? Wa China. Sisi ni vibarua mwanzo mpaka kufa. Ni vibarua mwanzo mpaka kufa sababu ya mabadiliko ya dunia jinsi tunavyokwenda. Tumekurupuka kwenda haraka. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikataa hata hizi kamera. Alizizuia kusema hizi kamera sio wakati wake. Television alikuwa nayo yeye labda Ikulu kwa ajili ya mawasiliano ya dunia. Sisi tulikuwa tuna television. Mpira wa miguu wakitangaza Radio Tanzania TBC wakati huo, mnakwenda kwa balozi ndio na radio yake ile ya National ya ambao na mende wengi mnasikiliza mpira. Kijiji kizima mwenye radio ni mtu. Alizuia vitu vingine ambavyo vinaweza vikatuletea mabadiliko ya akili. Angalieni vijana sasa hivi mnavyogongwa na magari kwa sababu ya simu zenu za kutachi. Yuko barabarani anasukuma, anatanua hiyo picha, anacheka mwenyewe, anaruka, anafurahi, yuko mbele kwa barabarani. Dereva hauya kusababisha kifo. Unakufa. Vijana wanabeti. Ukimpa 300,000 leo siku 2 hana. Amebeti Manchester United na Liverpool. Manchester anafungwa. Siku hiyo Manchester akatoa draw. 50,000 imepotea. Ndio maisha tunayo sasa hivi. Vijana hawahangaishi akili zao kama sisi tulivyosoma elimu ya kujitegemea. Ningewasa vijana wangu sasa mwijue nchi hii asilimia kubwa ya Watanzania ni vijana. Na tunategemea nyinyi ndio mtaichukua nchi hii kuipeleka mbele. Mwalimu Julius Kambarage mawazo yake yameisha fifishwa tena.
watu wameisha sahau. Wanamkumbuka ikikaribia tarehe 14 mwezi wa 10 ndio wanamkumbuka. Huku nyuma husikii taarifa ya Nyerere wala hotuba zake zimefutwa. Maana hotuba ya Nyerere sasa hivi akisema inakuwa kama anakuambia wewe. Mzee Nyerere alikuwa anapenda sana kukaa na wazee. Akifika mahali anakaa na wazee. Wazee nasemaje? Wanamnong'oneza. Siku hizi wazee hawatakiwi. Mtu akifika hakutani na wazee wakamwambia siri ya pale, wazee wamesambaratika, wanaishi kwa matatizo, hakuna anayewakumbuka. Na bahati mbaya nyingine, nao vijana hawaitwi kuulizwa. Maana ukiwauliza vijana watasema ajira iko wapi? Ofisi za serikali watumishi wako 20. Ukiwatoa 20 mpaka astaafu miaka 60, na wewe unasubiri ufikishe miaka 60, utakaa duniani miaka 400, kuna maendeleo. Vijana jitegemeeni, msitegemee ajira serikalini. Tumieni nguvu zenu na akili zenu mjiletee maendeleo. Na tuienzi nchi hii. Na mimi namshukuru sana Rais Dr. John Pombe Magufuli. Anarudisha enzi za Nyerere. Sasa hivi ukiingia ofisini wanakuambia unataka nini? Zamani ukija unakuta koti, mtu ameenda kunywa soda. Mwenye koti msubiri atakuja. Umetoka mambali mpaka saa 8 saa kupanda basi, unapanda unarudi. Hujapigiwa mbuzi. Sasa hivi anarudisha hadhi ya nchi yetu, heshima ya watumishi, heshima ya kupendana, na tumshukuru sana na tumuombe Mungu amsaidie afanye kazi vizuri. Baada ya kusema hivyo, vijana wangu nawatakia kila heri. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante. Yalikuwa ni maneno ya mzee wetu, kipenzi cha watu huyu, Mheshimiwa Abdallah Vituko. Wazee wachache tuliowabatiza kwenye vitu kama hivi. Tunaendelea, kikubwa tu ni kujiuliza wapi tumetoka, wapi tulipo, na tuelekeako ni wapi. Bila baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Karibu Mheshimiwa Philipo Tizeba. Inuka oye! Tanzania oye! Asante ndugu MC. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuifikia siku ya leo, lakini vile vile kuweza kufanikisha shughuli hii. Niwapongeze watu wa mada waliopita, Haji Mnondwa pamoja na mzee wetu Mzee Abdallah Vituko kwa uwasilishaji mzuri kabisa. Lakini vile vile niwapongeze washiriki ambao mmeweza kufika hapa katika tukio hili muhimu sana kabisa katika taifa letu, na kumbukumbu ya kifo cha baba wetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere miaka 20 iliyopita. Kama nilivyotambulishwa, mimi naitwa Philipo Tizeba, jina maarufu sana ni Tizeba. Ni afisa mipango na miradi katika taasisi yetu ya Inuka. Mimi nitaendelea alipoishia Mzee Abdallah Vituko. Tunaijadili Tanzania yetu tukiangazia katika maeneo matatu, kwamba tulipotoka ni wapi, tupo wapi, na tuendako bila ya kuwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Nikianza na sehemu ya kwanza ya mada yetu, Mwalimu Nyerere alikuwa ni kiongozi mzalendo wa kweli kabisa, na mtu aliyekuwa na mapenzi makubwa na watu wake. Hiyo ndio sifa kubwa ya Mwalimu Nyerere. Baba huyu alituondoa kwenye fedheha ya kutawaliwa na wakoloni, fedheha ya utumwa, kwa kupigania uhuru wa nchi yetu. Na Disemba 9 mwaka 61
siku tuliyopata uhuru, Mwalimu Nyerere alilitangazia taifa letu kwamba sasa tumepata uhuru, lakini tunayo kazi ya kufanya ya kupigana na maadui wakubwa watatu. Maadui hao ilikuwa ni ujinga, maradhi pamoja na umaskini. Mwalimu Nyerere akaliandaa taifa letu dhidi ya kupigana na maadui hao watatu. Aliliandaa vipi? Mzee huyu aliweka misingi mikubwa mitatu. Msingi wa kwanza ilikuwa ni kuwafanya Watanzania wawe kitu kimoja, tuwe taifa moja. Hauwezi kupambana, taifa lolote haliwezi kupambana likajiletea maendeleo likapambana na maadui hao bila kuwa na utaifa, kwamba tusibaguane katika matabaka mbalimbali, katika rangi, katika dini, katika kabila na kadhalika. Mwalimu huyu akajenga taifa moja katika misingi ya umoja. Akajenga umoja wa taifa kama silaha namba moja ya kupigana na maadui hao watatu, yaani ujinga, maradhi pamoja na umaskini. Alijenga utaifa katika misingi ya umoja na umoja wa taifa kama silaha ya kupigana na maadui hao wakubwa watatu. Huo ndio ulikuwa msingi mkubwa wa kwanza wa Mwalimu Nyerere. Msingi wa pili ilikuwa ni usawa pamoja na haki, kwamba lazima tutengeneze jamii yenye usawa na haki, jamii yenye kuheshimiana, jamii yenye kujali watu, jamii yenye kujali mwenzako, shida za mwenzio, jamii isiyo na ubinafsi. Msingi huu ambao mwaka 67 sasa ukalizaa azimio la Arusha, azimio ambalo vile vile lilikuwa linalenga kwenye misingi mikubwa ya haki pamoja na usawa kwa binadamu wote Tanzania, kwamba mtu asitumie madaraka yake kujinufaisha, asitumie cheo chake kumnyanyasa mtu mwingine. Huo ulikuwa ni msingi wa pili ambao Mwalimu Nyerere aliweka na ulimsaidia kufanya kazi, na mpaka leo tunazungumza miaka 20 hayupo, lakini tunatambua mchango wake katika taifa letu. Jambo la tatu, Mwalimu Nyerere alijenga msingi wa uchumi wa viwanda, akiamini kwamba uchumi wa viwanda ndio uchumi unaoleta maendeleo ya haraka kwenye taifa. Uchumi wa viwanda ndio uchumi unaoleta maendeleo ya haraka kwenye taifa lolote duniani. Kwa hiyo waliokuwepo nyakati hizo ambao wameshuhudia wamefanya kazi na Mwalimu au wameshuhudia utawala wake wanaweza kuwa mashuhuda, wapo wazee, kwamba Mwalimu Nyerere akaweka misingi na akaanza kujenga viwanda. Ili kuwepo viwanda vya nguo, viwanda vya ngozi, nyuzi na kadhalika. Utakumbuka kwamba wakati tunapata uhuru, taifa lilikuwa linategemea kuuza mazao ya biashara. Tuuze pamba, tuuze ngozi, tuuze mkonge, ndio tupate fedha za kujiendesha. Sasa Mwalimu Nyerere akasema hapana, badala ya kuuza pamba, si ndio, tutengeneze nguo, tuuze nguo. Badala ya kuuza ngozi, tuuze viatu. Na badala ya kuuza mkonge, tuuze nyuzi.
Lengo ilikuwa ni kupata fedha nyingi za kigeni tuweze kuliendesha taifa letu katika kujiletea maendeleo. Hiyo ndio misingi mikubwa mitatu ambayo Mwalimu Nyerere aliweka. Huko ndiko tulipotoka. Tupo wapi? Mara baada ya Mwalimu Nyerere kuondoka, na huu ndio ukweli, lazima tuseme tu, hakuna namna, kwamba Mwalimu Nyerere alipoondoka tulitetereka kama taifa. Walioshuhudia hizi nyakati wanaweza kuwa mashuhuda, tulitetereka kama taifa. Ile misingi mitatu haikufuatwa sawa sawa. Sisi ambao hatukuwepo tunapata masimulizi, lakini tunasoma vile vile, tukasikia kwamba kulikuwa kuna viwanda vikauzwa, kuna viwanda vikafilisika, viwanda sijui vikataifishwa na kadhalika na kadhalika. Haki na usawa ikawa ni kama lulu. Ili upate haki yako, ili upate usawa kwenye jamii, ni lazima utumie rushwa. Rushwa ikatamaraki. Unakwenda hospitali, unataka kupata huduma, unaomba rushwa. Unakwenda mahakamani, unatafuta haki yako, unaomba rushwa. Kila sehemu taifa likawa liko shagarabada. Sasa huwezi kujenga taifa kama misingi kama hiyo niliyoeleza hapo awali hukuifuata sawa sawa. Hata umoja wa kitaifa uliteteleka. Watu wakaanza kubaguana. Unasikia sisi wa kanda ya kaskazini, sisi wa kusini, sisi wa kanda ya ziwa. Kwa hiyo tukaingia kama taifa, tukaingia kwenye majaribu. Hapo ndipo lakini niseme kwa dhati kabisa kwamba serikali ya awamu hii ya 5 chini ya rais wetu ndugu John Pombe Magufuli, na kwa kweli sisi vijana tulitamani, binafsi mimi nilitamani sana ningekuwepo, ningezaliwa kipindi kile cha Mwalimu Nyerere, nikashuhudia yale alikuwa anayafanya zaidi ya kusimuliwa na kuyasoma kwenye vitabu. Leo ndio tunayaona. Serikali hii angalau inajipambanua katika kupambana na maadui hawa watatu, lakini kuna tatizo pia lilizalishwa wakati tumetetereka kama taifa, tatizo la rushwa. Nadhani wote ni mashuhuda. Tunashuhudia Mheshimiwa Rais anapopambana na rushwa kwa kiasi kikubwa, na sisi kama vijana popote pale tulipo, kwa nafasi yoyote, huo unafanya kazi ya kuajiriwa, huo unafanya kazi ya kujiajiri, ni lazima tumsaidie yeye na serikali yake ili tuweze kupambana na mambo haya ambayo sio mazuri. Tunaenda wapi? Tuenda wapi sasa? Mimi binafsi kwa mawazo yangu na maoni yangu, tunapaswa kwanza kabisa tumuombee Rais Magufuli afya njema, lakini vile vile yeye na serikali yake waendelee na mitazamo ile ile, waendelee na kasi ile ile, waendelee kufuata misingi ile ile Mwalimu Nyerere ambayo ilipotea, tukiamini kabisa kwamba mambo haya yakifuatwa vizuri, taifa letu kama taifa tutajipatia maendeleo. Serikali hii iendelee kujenga miradi ya kimaendeleo, isomeshe watoto wetu, wawe na utaalamu ili waweze kulisaidia taifa letu.
Lakini vile vile kwa kuwa vijana wengi tulio wengi tumezaliwa wakati taifa sasa limeingia kwenye majaribu kutetereka. Ni rai yangu tu kwa serikali kwamba umuhimu mkubwa wa mafundisho sasa uelekezwe kwa vijana katika kutoa elimu ya uzalendo katika nyanja mbalimbali, ikiwa ni mashuleni, kwenye makambi ya JKT, vyuo vya polisi, vyuoni na kadhalika, ili sasa vijana hawa waondokane na fikra tuondokane na fikra za ubinafsi, fikra za ufisadi, fikra za kujipatia kipato bila kufanya kazi, fikra za kupiga dili. Tujenge taifa la wawajibikaji, watu waweze kufanya kazi, watoe jasho ndio wapate pesa, wapate maendeleo. Hapo tutakuwa tumejenga taifa zuri lenye maendeleo endelevu. Ndugu zangu, mimi sina mengi ya kusema kwa leo, naomba niishie hapo. Nashukuru sana taasisi ya Inuka kwa kuwa na mwendelezo wa kuleta mijadala hii ambayo kimsingi tunaamini kwamba tunaweza kubadilisha fikra. Jambo kubwa hapa ni kubadilisha fikra za vijana ili tuweze kuwa na maendeleo endelevu. Asante sana. Naomba nikaribishe mheshimiwa naye mzee wetu anaitwa Mzee Haruna. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mwasisi wa taifa hili la Tanzania na kiongozi mkuu wa mapinduzi. Mwalimu Nyerere, tabia yake ya kwanza kabisa ilikuwa ni kuwapenda Watanzania wote bila ubaguzi wa aina yoyote. Na kwa kuona wananchi walipoona kwamba yuko hivyo na Watanzania wote kwa umoja walimpenda wote bila hakuchukiwa na maneno kadhaa. Ikashindikana sana hata kama una nia ya kumfanyia mabaya wewe. Hapa miongoni mwenu Inuka wako wasanii wa muziki. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwapenda mno wanamuziki wa Tanzania, kiasi kwamba akitoka kama hapa anapohutubia hivi, anaingia ndani kabla hajalala, Radio Tanzania inatoa wimbo ambao unazungumzia hotuba yake, na nyimbo hizo zilikuwa zikipigwa kwenye kumbi za starehe, kumbi za dansi. Rais wa Zaire zile alikuwa ni Mobutu Sese Seko, na katika habari ya magitaa, muziki wa dansi, wao ndio walikuwa wakihesabu mabingwa wa dunia, sio mabingwa wa Afrika. Alikuja Mobutu Dar es Salaam. Mzee mwenzangu hapa, Mzee Kituko, amezungumza kwamba tabia ya baba wa taifa ilikuwa ni kwamba lazima waonyeshe vile ngoma za asili. Basi Mheshimiwa Mobutu alipoteremka uwanja wa ndege kupokewa pale, anakuta ngoma za kina Mwinamila wanacheza, wanabinuka nini, ikabidi amri yake Nyerere akamwambia, wewe unajua mimi bingwa muziki wa dunia, sasa kwa nini unaniletea hii ngoma kwetu Kinshasa hakuna? Akaambia sawa, tuangalia tu na yule mzee alikuwa na hekima sana, angalia tu na hii. Akaambia hii hawezi, mimi natosheka muziki, najua hapa kwako wewe kwanza hujui kupiga muziki, hujui nini, yani hii sijui koje. Sema basi bwana, twende, umesema yamepita. Lakini kwa sababu yeye alikuwa na mapenzi na wanamuziki waliona hiyo kitu imetokea, wakasema habari la siwe kubadilike. Huyu Mobutu enzi zile kuna wanamuziki ambao ni wafahamu, ila kuwataja itakuwa ni kama nichukua muda mrefu sana. Naona
wakajikusanya wakafanya mazoezi bila Nyerere kujua, wakaondoka kwa treni bila serikali kujua, wakatumia tu pasipoti zao na nini, wakaenda mpaka Kongo. Mji mkuu huo Kinshasa, wewe Mabutu huko hapa, ndugu ni mdharau ule wetu, ngoja na sisi tunakuonyesha kazi. Enzi za wakati huo Kongo ina wanamuziki wakina Franco Lwanzo Wambo Makiadi, Abulei, wakina Papa Wemba, wanamuziki magwiji Dr. Nico Kabasele, wengi wanamuziki mazuri wanatumika Kongo na dunia nzima. Walipofika wakaambia tumekuja kupiga muziki Kongo, tunafanya maonyesho ambayo tunaamini tutawafurahisha. Kasema mmekuja kupiga, mmekuja kujifunza. Tanzania ina historia gani? Kaambia tumekuja kupiga muziki, wako hapa nafasi. Siku ya kwanza, siku ya pili, Mabutu kananyua simu anamwambia Nyerere, Kinshasa imewaka moto. Kinshasa imeweza kuna nini? Anasema Kinshasa imewaka moto. Vijana wako wa Tanzania hatari. Lakini siku Mwalimu anasema leo anahutubia Radio Tanzania, watu wanatafuta kila mmoja apate betri ya sikilize rais wake anasema nini. Walimpenda pamoja na kuwa Tanzania, lakini walimpenda. Kwa hiyo tunapomwenzi baba wa taifa, tukumbuke upendo aliokuwa nao, basi na sisi tuwapende viongozi wetu wanaotuongoza, na wao watatupenda. Sio tuwabishi. Natoa mfano mmoja, sio mwanasiasa hana, siwezi kuwa na nazungumza mambo ya siasa, lakini mtu kwenye chama cha siasa anafika anasema ni lazima tupambane, badala ya kusema lazima tupende ndani. Mimi wana wasikiza na washangaa. Lazima tupambane. Tupambane kwa nini? Lazima tupambane. Mbona tupambane mpaka tuwe? Unapambana kwanza na nani? Unapambana naye. Lakini sasa kama unasema lazima tupambane, naona pambana na polisi, si ndio dola? Na polisi wanasikia huyu bwana anasema lazima apambane. Hebu mtu mmoja anaweza kupambana. Haki za binadamu ni tulitangaza mwenyewe lazima tupambane. Basi nisiwachoke sana wala niseme mengi sana. Kwa wale wanamuziki mmesikia kuna wanamuziki Inuka ni tafiki inaokana na muziki. Ndipo msikate tamaa. Muziki kama muziki enzi zetu sisi, kwa kupiga muziki, unapiga muziki unaangalia mlangoni. Nani kaingia? Moja, unajua hiyo shilingi ngapi imeingia? Mbili, ukiona kimya uzimi gita, unaona hamna, nibadilishe mipigo hii yenye wakoleza. Unaendelea tena, ukiona ukumbi umejaa ndio unaona la fadhali. Leo tumepata. Sina zaidi hapo, nakushukuru sana. Singo karibu. Asante sana MC. Mimi nisingependa kupoteza muda, najua tayari muda wetu umetutupa mkono. Kutokana na watangulizi waliotangulia kusema, wametoa mada zao, nafikiri kwa upana zaidi. Kuna mada ambayo imetangulia kusemwa hapa ni ya mazingira. Mazingira yanagusa nyanja nyingi sana, na bahati nzuri amegusia mambo mengi sana katika upande wa mazingira. Aligusa pia mpaka siasa kidogo hivi. Kaja mzee wetu Abdalla Bituko amezungumza kwa mapana zaidi juu ya yale ambayo Mwalimu Nyerere alikuwa akiyafanya, lakini ameshauri namna gani ambavyo tunaweza tukamwenzi baba wa taifa sisi kama vijana. Baada ya mzee huyu wakaja mzee
Akazungumza pia kuhusu masuala ya utamaduni. Amezungumza jinsi Mwalimu Nyerere alikuwa anaupenda utamaduni, anaipenda sanaa, alikuwa anahusisha tamaduni za taifa na taifa. Mwisho amekuja kiongozi mwenzetu, kijana mwenzetu ndugu Tizeba, pia amegusia mambo mengi. Sasa labda tu mimi nisiseme kabisa kwamba sina la kusema, nizungumze kwa uchache na naomba mnivumilie ili tuhitimishe. Tumetoka wapi, tuko wapi na tunakwenda wapi bila ya baba wa taifa Mwalimu Nyerere? Hoja hii ni pana zaidi, inamruhusu kila mchangiaji kuzungumza tumetoka wapi kiutamaduni, tumetoka wapi kiuchumi kama alivyosema mzee wetu, lakini pia tutaendelea kuhamasisha watu kushiriki mambo mbalimbali ya kijamii. Kwa ufupi kabisa, nikushukuru sana mzee wetu mzee Haruna kwa kuitikia wito na kuja kuzungumza na vijana kuhusu sanaa. Tunakushukuru sana mzee Abdalla Bituku. Mungu akubariki sana. Inawezekana tukakutana tena kwa mara nyingine kwa namna moja au nyingine. Tulikuwa tuna tukio hili tumeliitisha kwa staili tofauti na mwaka jana. Tumealika vijana wachache, tumewaalika wazee wachache, lakini tumefanya hivyo kwa sababu sasa hivi tuna jukumu la uchaguzi. Kwa wengi wa watu ambao tunaona kwamba wangeweza kuzungumza mengi mazuri, wapo kwenye michakato hii ya kufanikisha uchaguzi unaendelea. Tuna daftari la wapiga kura, tuna daftari la kudumu ambalo pia tunaamini kabisa baada ya hapo tutaingia kwenye mchakato mwingine serikali ilivyoratibu. Lakini niwashukuru vijana wenzangu na niwashukuru sana upande wa muziki. Kikubwa sisi tutoe ujumbe kwa mwaka huu kuliko kupita mwaka hatujafanya jambo lolote. Kwa hiyo uchache wa watu waliopo inatokana na namna ambavyo sisi tumeandaa. Asante sana. Hili ni tukio zima la kumwenzi Mwalimu Nyerere ndio tumemaliza. Napenda kutoa shukrani nyingi sana kwa watu wa Inuka kwa shughuli hii walivyoiandaa mwanzo mpaka mwisho. Tunashukuru kwa kweli. Nipende tu kutoa shukrani nyingi kwa watu wote walioshiriki kufanikisha shughuli hii hapa. Nikiwa kama mama pia napenda nitoe shukrani nyingi sana kwa kina mama waliojitokeza na hata kina baba pia. Na pia niwaombe kina mama, mimi kama msanii nafanya sanaa nikiwa mama, nina watoto na nimeolewa, nasimama vizuri, sijawahi kupata changamoto yoyote kwa sababu ninachokifanya nakijua. Najua kabisa au na imani kina mama wako wengi sana wenye fani. Wako kina mama wengi sana wanaweza kuimba, wanaweza kuigiza. Labda tu wanakuwa na hofu kusema kwamba ukiwa msanii unakuwa na tabia fulani. Hapana, naomba tu niwaambie, kuwa na tabia chafu ni wewe mwenyewe, mawazo yako. Lakini sanaa ni kazi kama kazi nyingine. Niwaombe tu kina mama mjitokeze kwa wingi. Msibanie vipaji vyenu. Niwaombe kina baba muachie kina mama. Kama unaona mke wangu ana kipaji au dada yangu ana kipaji, muachie aonyeshe kipaji chake. Leo na kesho atajikuta amefika sehemu nyingine. Kwa hilo nipenda niombe, na pia tusiwabanie watoto. Mtoto mwelekeze shule, lakini kama ana kipaji chake, unaona anaweza kucheza mpira, msisitize aende shuleni, lakini muonyeshe mazoezi ya mpira. Iko siku moja anakuja kuwa mchezaji mkubwa. Mtoto anaweza kuimba, hali kadhalika. Mtoto anaweza kuigiza, hali kadhalika. Tumetoka kumwenzi Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere alikuwa na mambo mengi kama tuliyozungumza ndani ya ukumbi, lakini ni ujumbe wangu ambao nataka ufike kwa jamii, uifikie serikali na pia itafakari namna gani ambavyo tunaweza tukabadili mfumo. Kwa mfano, nina mawili matatu mpaka manne. La kwanza, hivi sasa tunazungumza masuala ya utunzaji wa mazingira, na waziri tayari ameshalizungumza kwa kina jambo hilo, kwamba tuhifadhi misitu, tupande miti, tukomeshe ukataji wa miti, uchomaji wa mkaa. Lakini kuna jambo moja ambalo mimi nafikiri halijakaa sawa kwa serikali. Tunamzuia mkata mkaa, wakati huo tunamruhusu anayechoma tumbaku. Anayechoma tumbaku anakata miti tena mingi tu, tena mikubwa, halafu inaenda kutumika kwenye uchomaji wa tumbaku.
Sasa mimi naona kama hili halijakaa sawa. Kama kweli tumeamini kutunza mazingira, kuhakikisha miti haikatwi, kuhakikisha tunapanda miti, wakati huo huo wanayechoma tumbaku wanaachwa na serikali waendelee kuchoma tumbaku kwa kuangamiza misitu. Lakini huyu anayekata miti kwa ajili ya kuchoma mkaa wakuja kupikia kina mama anazuiwa. Sasa mimi naona kama vile kuna unafiki hapa. Lazima tuzungumze ukweli. Tuzuie wakataji mkaa, tuzuie wakataji miti kwa ajili ya kuchoma tumbaku. Tutafute mbinu mbadala, ikiwezekana likomesho kabisa zao hili la tumbaku kwa sababu linaangamiza misitu. La kwanza hilo. La pili, hivi sasa tuna janga la ukimwi ambalo tayari sasa nafikiri kila sehemu limeshaenea. Tunakumbuka wakati tulikuwa tunasoma sisi, mtu aliyeathirika na ukimwi tulikuwa tunamsoma kwa vitabu, lakini mwisho wa siku tukawa tunamuona kwenye jamii. Sasa jitihada za serikali kukomesha janga hili naona kama vile zimeshindwa, kwa sababu kila kunapokucha gonjwa hili linazidi kuongezeka. Sasa mimi nafikiri ifike mahala tuwe na mijadala mikubwa kwenye jamii ya kutafuta njia mbadala ya kupambana na hili gonjwa la ukimwi. La tatu, sasa hivi vijana wanahitimu kutoka vyuo mbalimbali, lakini pia tunakuwa na tatizo kubwa kwa sababu wahitimu ni wengi. Sasa kwa sababu hiyo, huko tulikotoka kwa sasa tulipo, tatizo la ajira inaonekana ni kubwa, na wahitimu wengi wanatarajia kuitumikia serikali. Sasa mimi sioni sababu ya mtumishi kutumikia serikali miaka zaidi ya 40, kwamba anaingia leo mwaka wa kwanza mpaka 50 ndipo astaafu, wakati kuna vijana wengine wanahitimu wanahitaji kulitumikia taifa. Ningependa kupungue muda wa kuajiliwa na muda wa kuingia akiwa na umri wa kutosha. Angalau kijana ajiliwa akiwa na miaka 25 labda na kidogo, atastaafu baada ya kulitumikia taifa akiwa mtumishi wa serikali miaka 30, anastaafu akiwa na nguvu, anapata ujira wake, anaenda kuanzisha miradi ambako ataenda kuajiri wengine ambao pia hawatakuwa wamepunguza gepu la ukosekanaji wa ajira. Kwa hiyo mimi hili nilikuwa naona lazima serikali ijadili ili tafakari, na jamii pia ijadili ili tafakari. Haiwezekani tukaruhusu watu wastaafu wamelitumikia taifa miaka 60, miaka 50, wakati kuna vijana wengine wangeweza kulitumikia kwa miaka 30 wakastaafu wakaingia wengine. Nafikiri ile sasa liwe ujumbe kwa serikali na iwe ujumbe kwa jamii, tulitafakari kwa kina zaidi. Sijayaongea ndani kwa sababu tulikuwa na mambo mengi ambayo tungeweza kuyazungumza, mengine tuliacha, lakini hili nalitoa kama ujumbe kwa serikali na jamii nzima. La nne, mfumo wa elimu Tanzania haujasaidia vijana kujiajiri. Kwa mfano, mtu anahitimu akiwa na PhD, ni engineer, lakini tangu wameanza kuhitimu hao wenye PhD, wenye uprofesa, bado tunahitaji huduma ambazo zingetengenezwa na wahitimu hao wenye elimu, tukaondoa gharama za kuhitaji vitu kutoka nje, wakabuni vitu ambavyo vinapatikana kupitia mali asili ya Tanzania badala ya kuagiza vitu. Kwa mfano, engineer anaweza kuanzisha viwanda, akatumia malighafi, akatengeneza vitu badala ya kuagiza nje, vikawa vinapatikana kutoka hapa ndani ya nchi. Kwa hiyo hili nalo nafikiri tuanze kuliangalia. Hakuna haja serikali inatumia gharama kubwa, inamsomesha mtu, anatoka kule ni professional, kumbe ni professional makaratasi badala ya vitendo. Tunataka watu ambao wanatoka kule na kuja kuanzisha vitu ambavyo vitatuondolea gharama kama serikali ya kununua vitu kutoka nje ya nchi. Ya kwangu ni hayo na ujumbe wangu ni huo. Asanteni sana. Kama nilivyoeleza kwenye mada yetu kuu kuhusu Tanzania yetu, tukijadili tulipotoka, tupo wapi na tuendako bila Mwalimu Nyerere.
Kifupi ni kwamba ieleweke kwamba Mwalimu Nyerere baada ya kututoa kwenye fedheha ya kutawaliwa na koloni aliweka misingi ambayo taifa lolote linalotaka kuendelea kiuchumi, kuwa taifa la kistaarabu ni lazima liifuate. Msingi wa kwanza ilikuwa ni utaifa. Tuwe taifa moja, tushikamane, tusibaguane kwa rangi, kwa matabaka mbalimbali. Msingi wa pili ulikuwa ni haki na usawa. Msingi ule ulizalisha Azimio la Arusha ambalo sasa liliwafanya Watanzania wote kuishi maisha ya pamoja, ya kwamba kiongozi yoyote mwenye madaraka asitumie madaraka yake vibaya kwa ajili ya kujinufaisha, kwa ajili ya kufanya ufisadi. Na msingi wa tatu ulikuwa ni msingi wa viwanda. Viwanda ndivyo, uchumi wa viwanda ndio unaoleta maendeleo ya haraka kwa jamii pana zaidi. Kwa dhati kabisa niseme kwamba serikali ya awamu ya 5 chini ya rais wetu ndugu John Pombe Magufuli kwa kweli imejipambanua, na mtu mzima mwenye macho mwenye akili zake timamu anaweza kuona kabisa kwamba inajitahidi kurudisha misingi ambayo iliachwa na Mwalimu Nyerere. Inajitahidi kupambana na mambo ya ovyo. Inajitahidi kupambana na tatizo lingine ambalo lilizalishwa baada ya Mwalimu Nyerere kuondoka, tatizo la rushwa. Huwezi ukaendeleza nchi yoyote kama nchi hiyo rushwa imetamaraki. Watu hawana usawa. Lakini vile vile ni waase tu vijana na serikali kwa ujumla kwamba kundi la vijana ndilo kundi lenye watu wengi zaidi kwenye taifa letu. Kwa hiyo nguvu kubwa ya serikali sasa ielekezwe kwenye kutoa umuhimu mkubwa wa mafundisho kupitia nyanja mbalimbali, ama ni mashuleni, ama kwenye makambi ya JKT, ama kwenye vyuo vya polisi na kadhalika, ili sasa watu hao waondokane na fikra potofu za kujipatia mali kwa njia za ujanja, kujipatia mali kwa njia za mkato, kuondokana na fikra za ufisadi, kuondokana na fikra za rushwa, ili waweze kufanya kazi kwa nguvu, waweze kulitumikia taifa lao na kulipatia taifa lao maendeleo. Mwisho kabisa, tuishi fikra za Mwalimu, tusikae kuzungumza mambo aliyofanya Mwalimu, tuishi fikra. Mwalimu Nyerere naamini hakuna kitu ambacho alikiacha kukizungumzia. Yule alikuwa ni encyclopedia, alizungumza kila kitu, ni msaafu. Kwa hiyo tukiweza kupita kwenye misingi, tukiweza kupita kwenye mawazo aliyokuwa anayataka Tanzania yake iwe, basi taifa letu litakuwa ni taifa zuri na taifa litaendelea kwa haraka zaidi. Asante sana.